Burkina Faso imefanya moja ya operation kali zaidi dhidi ya ugaidi katika eneo la Sahel. Zaidi ya magaidi 100 wanaohusishwa na kundi la Al-Qaeda wanaripotiwa kuangamizwa kwa muda wa dakika chache tu kwa kutumia ndege 3 zisizo na rubani, yani drones. Hii ilikuwa mojawapo ya mashambulizi ya kisasa zaidi kuwahi kufanywa na jeshi la Burkina Faso, ambayo yameratibiwa kwa usahihi mkubwa. Cha kushangaza, baada ya mafanikio hayo, serikali ya Burkina Faso chini ya uongozi wa Rais Ibrahim Traore ilianza kushambuliwa kwa maneno na mataifa ya nje. Wimbi la ukosoaji lilitokea, na kwa mshangao mkubwa chanzo chake kilikuwa kituo cha habari cha BBC Afrika. BBC Afrika iliripoti kuwa mashambulizi hayo yalikiuka haki ya kuishi kwa raia, ikidai kuwa mashambulizi hayo yameongeza chuki na kudhoofisha demokrasia nchini humo. Pia walipuuzilia mbali jitihada za Rais Traore kwa kusema kuwa Burkina Faso bado inakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na kijamii, na kwamba hakuna mabadiliko halisi yaliyofanyika licha ya sifa anazopewa mitandaoni. Swali linazuka: je, vyombo vya habari vya Magharibi vinapinga haki ya Mwafrika kujilinda mwenyewe? Ni nani anayenufaika pale simulizi zinapopotoshwa? Hii ni BMTV Tanzania, na leo tunakuletea simulizi ya kusisimua kuhusu ujasiri na welevu wa Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Wiki iliyopita, Burkina Faso imekuwa kitovu cha mapambano makali kati ya dola na magaidi, kwa mjibu wa ripoti kutoka idara ya ujasusi ya kitaifa. Zaidi ya magaidi 1000 waliokuwa na silaha na kuhusishwa na kundi la Al-Qaeda walizindua shambulizi kubwa dhidi ya wanajeshi wa Burkina Faso, likisababisha vifo vya zaidi ya polisi na wanajeshi 200. Lakini magaidi hawakutarajia kiwango cha maandalizi kilichowekwa chini ya uongozi wa Captain Ibrahim Traore. Kupitia msaada wa teknolojia ya kijeshi kutoka Urusi, Uchina na Korea Kaskazini, Burkina Faso imeboresha kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kijeshi, hasa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Ujasusi wa mapema ulionyesha kuwa vikundi vya kigaidi vilikuwa vikifuatilia mienendo ya Rais Ibrahim Traore, wakisubiri wakati wa udhaifu. Hata hivyo, Traore alikuwa tayari na mpango. Alipoarifiwa kuhusu tishio hilo, alitoa amri kwa jeshi kuchukua hatua ya moja kwa moja. Ndani ya dakika chache, drone 3 zilianza operation. Drone 2 za rangi nyeusi zinazodaiwa kutoka Korea Kaskazini zilitengeneza mpangilio wa mashambulizi, zikisukuma magaidi kutoka vijijini hadi msituni. Drone ya 3 yenye rangi nyeupe inayotoka Uchina ilielea juu ya eneo hilo na kusubiri wakati mwafaka. Magaidi walipokusanyika msituni wakidhani wamekwepa, drone nyeupe ilishuka na kushambulia kwa usahihi mkubwa. Mashahidi wanasema ilikuwa ni operesheni ya kijeshi ya hali ya juu. Magaidi walijaribu kukimbia kwa miguu na pikipiki, na hata gari moja la mizigo liliachwa wazi ili kuwashawishi wakimbilie humo. Lakini walipoingia, droni ililenga na kuharibu kwa usahihi bila kujeruhi raia waliokuwa jirani na eneo hilo. Ndani ya muda wa saa moja, zaidi ya magaidi 100 waliangamizwa. Aina hii ya vita vya usahihi iliwashangaza watazamaji wa kimataifa na kuonyesha maendeleo makubwa ya uwezo wa kiulinzi wa Burkina Faso. Hata hivyo, taifa lilipokuwa likianza kupata aweni
chombo cha habari cha BBC Afrika kilitoa ripoti tata. Kwa mujibu wa taarifa yao, serikali ya Rais Ibrahim Traore inadaiwa kuhusika na vifo vya zaidi ya raia 100, madai yatokanayo na vyanzo vya ndani na vyombo huru vya habari. Lakini waliodaiwa kuwa ni raia waliouawa na serikali ya Burkina Faso, kwa mujibu wa ushahidi wa kiintelijensia, ni magaidi waliokuwa wakijificha kama raia wa kawaida. Kwa watu wengi Afrika Magharibi, taarifa hiyo haikuonekana kama ripoti ya kawaida ya habari. Ilichukuliwa kama shambulio la moja kwa moja dhidi ya uhalali wa uongozi mpya wa Afrika. Kazi ya awali ya droni nyeusi ilikuwa ni kuhakikisha magaidi wote wanaotoka mjini hadi msituni, kisha droni nyeupe ilifanikisha shambulio la mwisho. Kile kilichoonekana ni droni ikiwasaka kama nyuki wasio na mahali pa kujificha. Zote zilitawaliwa na mtu mmoja aliyekuwa ofisini kwake akiangalia kila tukio kwenye skrini kama television. Je, unaweza kuwaletea watu demokrasia kwa kuwalazimisha kwa mabavu? Hiyo sio demokrasia, huo ni udikteta. Kote Burkina Faso na Afrika kwa ujumla, vijana walijaa hasira, hasa mtandaoni. Maelfu ya watu walianzisha kampeni ya kususia BBC Afrika, wengi wakikosoa vyombo vya habari vya Magharibi kwa kujaribu kumpindua kisiasa Ibrahim Traore kupitia propaganda wanazozianzisha. Wachambuzi wengi wa siasa kutoka barani Afrika wamependekeza kuwa ukosoaji huu hauhusiani kabisa na haki za kibinadamu, bali unahusu udhibiti wa Afrika kadri viongozi wa Afrika wanavyogeukia mashariki kwa ushirikiano na Urusi, Uchina na mataifa mengine yasiyo ya Magharibi. Ndivyo simulizi kutoka vyombo vya habari vya Magharibi vinavyobadilika ili kudhoofisha mwelekeo huo. Serikali ya Burkina Faso imelaani vikali madai ya BBC kupitia taarifa rasmi, ikisisitiza kuwa hakuna raia waliolengwa katika operesheni hiyo na kwamba ilifanyika kwa msingi wa taarifa sahihi za kiintelijensia na teknolojia ya hali ya juu. Pia serikali ilidokeza kuwa kulikuwa na jaribio la uingiliaji wa kigeni lililolenga kufanya mapinduzi wakati Rais Traore akiwa safarini. Ilifichuliwa kuwa vikosi maalum vya Urusi vilitoa msaada wa kimkakati, ikiwemo usafiri wa anga kwa Rais Traore kuhudhuria tukio la siku ya ushindi huko Moscow nchini Urusi. Hili linaonyesha ushirikiano mkubwa kati ya Burkina Faso na washirika wake wa Mashariki, jambo linaloonekana kuwatia hofu viongozi wa mataifa ya Magharibi. Sasa swali ni je, operesheni hii ilikuwa hatua ya lazima ya kujilinda kitaifa au mwanzo wa matumizi ya nguvu kupita kiasi? Je, vyombo vya habari vya kimataifa vina wasiwasi wa kweli kuhusu haki za kibinadamu au vinaogopa kuona Afrika ikichagua marafiki wake kwa uhuru? Tupatie maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Je, unadhani Traore alifanya jambo sahihi au ukosoaji kutoka BBC Afrika una msingi? Tunataka kusikia kutoka kwako. Uwe na wakati mwema.